Bismillahirrahmanirrahim. Tumesikia kutoka kwa wanafunzi ya kwa wale wanaostahiki kupata nusu au 50% ya mali yote wako warithi watano, na katika hao watano mmoja tu ni mwanamume, walibakia wote ni wanawake. Kwa hiyo wale wanaosema kwa Uislamu umekuja kumnyanyasa mwanamke ni story za mitaani tu, sio jambo la ukweli. Na hii ndiyo sehemu kubwa kuliko sehemu zote katika mirathi, kwa mtu mmoja kupata peke yake. Wa kwanza ni mume. Ikiwa amekufa mtu ameacha mume, mara nyingi hatusemi kwamba amekufa mke ameacha mume. Lugha ya mirathi tunasema amekufa mtu ameacha mume, kwa sababu wale warithi wanakuwa wengi. Ni vyema tukasema amekufa mtu, alafu wale wote tuwaorodheshe kwa namna alivyokuwa akiwaita yeye maiti au marehemu. Kwa hiyo mume atarithi nusu ya mali aliyoacha mkewe kwa sharti moja tu. Watu wanafunzi wametueleza wamewekwa kwa mpangilio, kwa sababu wa kwanza anarithi kwa sharti moja, wa pili anarithi nusu kwa sharti mbili, wa tatu na wa nne na wa tano pia anarithi sharti kwa sharti tano. Ukhtul liab atastahili kupata nusu kwa sharti tano. Kwa hiyo mume atapata nusu ya mali aliyoacha mkewe ikiwa yule mkewe hana mtoto. Haijalishi huyu mtoto haitizamwi kazaa na huyu mume au kazaa na mume wake wa zamani au kazaa nje ya ndoa au vipi. La msingi kuwa yule mke aliyofariki hana mtoto, hajawahi kuzaa, na sio mtoto wa kumlea, sio mtoto wa kufikia, wala sio mtoto awe mtoto aliyemzaa yeye mwenyewe. Na tumesema kwa mama haiangaliwi kamzaa kwenye ndoa au kamzaa nje ya ndoa. Ile atastahiki na ataleta athari zote za kwamba yuko mtoto. Na kwa lugha ya kisheria tunamuita far'ul warith. Far'u tumeeleza katika nini zilizopita. Kwenye mirathi tumewagawa ndugu katika mafungu matatu. Wa kwanza kuna al-furu', kuna far'u yani matawi, yani hawa ni watoto na wajukuu na vitukuu na kuendelea chini. Alafu tuna usul hawa ni mababa, baba, mababu wa inala na kwenda juu. Alafu kuna al-hawashi, hawashi hawa ni ndugu na maami na wengineo waliobakia. Wa pili kuna binti anastahiki apate nusu kwa sharti mbili. Sharti ya kwanza asikuweko muasib, mtu ambaye kwamba atamfanya huyu binti aache kurithi nusu na bala yake arithi kwa kilichobakia bitasib. Huyo mtu anaitwa muasib, na kwa kawaida anakuwa ni ibn. Yeye ni binti, muasib wake ni ibn. Haijalishi ibn huyo ni kaka yake baba mmoja mama mmoja, au ni kaka yake mama yake alizaa na mume mwingine. Yani yule aliyefariki ambaye ni mke wa huyu bwana kaacha watoto, mmoja kazaa naye huyu na mwingine kamzaa pembeni huko. Kwa hiyo ana mabinti na kule ana ibni. Muhimu akikuweko, je, huyu mama aliyefariki anaye mtoto wa kiume? Anaye. Kwa hiyo atakuwa huyu binti na huyo mtoto wa kiume watakuwa ni ndugu mama mmoja kwa mfano, au inawezekana kwa baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo haijalishi, muhimu je yuko ibn, yuko mtoto wa kiume. Akikuweko basi huyo ni muasib, ataacha kurithi nusu na badala yake atarithi bitasib. Hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, asikuweko mtu anaitwa musharik, yani dada yake, na yeye hivyo itatizamwa. Je, haiangaliwi huyo binti mwingine wamezaliwa na baba mmoja au wamechangia mama tu peke yake.
Madhali binti yule mama aliyofariki ana binti huyu na anaye binti mwingine, kwa hiyo wanaandikwa tu binti wawili. Kwa hiyo badala ya kurithi nusu watarithi, watagawana sawa kwa sawa 2/3, ambayo inaitwa athuluthaini au athuluthani au athulutha kama zilivyokuja kwenye Qur'ani. Na hizi aya zote tulizosomewa hapa zimetoka kwenye Suratun Nisa aya 11 pamoja na aya 176. 176 ndo aya ya mwisho kabisa. Na aya aliyosoma Ustaz Masudi hapa ya 176, ingawa kaisoma kwa uktushakika peke yake, lakini inawahusu ndugu wote wawili pamoja na uktil ab. Mtu wa tatu anayerithi nusu ni binti ibn. Huyu ni mjukuu wa kike, lakini mjukuu wa kike wa huyo maiti aliyofariki. Amefariki mtu, ameacha mjukuu wa kike, lakini mjukuu huyo kampata kwa mtoto wake wa kiume. Aliyempata kwa mtoto wake wa kike harithiani. Katika sharuti zilizokuja ni kuwa kurithi na lazima mtu arithi kutokea nasabu yake ya minadhukur kwa upande wa kiume na sio kwa upande wa kike, isipokuwa auladul ummu, ndugu wa kwa mama. Wao wanatokea upande wa kike ambaye ni upande wa mama, na pia wanarithi. Hiyo ni exceptional case. Allah subhanahu wa ta'ala kaamua kuwagaia licha ya kuwa wanatokea upande wa kike. Binti ibn, mtoto wa kike wa mtoto wa kiume, anapata nusu ya mali aliyoacha bibi yake. Na ndio maana tunaandika amekufa mtu, huyu anamuita mke, huyu anamuita mama, huyu anamuita bibi, huyu anamuita dada, huyu anamuita dada. Kwa hiyo kuondoa mizozo tunasema amekufa mtu. Haya, kwa hiyo atarithi nusu ya mali ya bibi yake, kwanza ikiwa hakuna far'ul warith. Huyu wa juu yake huyu asikuweko. Kwa hiyo asikuweko ibn, asikuweko mtoto wa kiume, na wala asikuweko mtoto wa kike. Akikuweko mtoto wa kiume, binti ibn hapati kabisa, anaanguka. Hiyo tunasema ni katika mlango wa hujbu mbele huko, anamzuia kabisa, hapati. Akikuweko binti anapata nusu, na yeye huyu anapata sudus. Nasema tukamilu thuluthaini, wanakamilisha thuluthi 2. Nusu ukijumlisha na 1/6 ambayo ni sudus, unapata sawa sana 2/3. Wanasema tukamilu thuluthaini, ikiwa atakuwa yuko binti ibn, mjukuu wa kike kwa mtoto wa kiume pamoja na binti. Hiyo sharti ya kwanza, asikuweko far'ul warith. Akikuweko wa kiume hapati kabisa, akikuweko wa kike anahama binti ibn kurithi nusu, anakwenda kurithi sudus, 1/6. Sharti ya pili, asikuweko aslu minadhukur. Wasikuweko wazee. Asikuweko wazee minadhukur katika upande wa kiume. Asikuweko baba au asikuweko babu. Wakikuweko binti ibn anafanya nini? Wakikuweko aslu minadhukur, hakuna tatizo. Lakini asikuweko nani? Asikuweko musharik wala asikuweko muasib. Muasib wake nani? Kama ilivyo kwa binti. Muasib wa binti ibn ni ibn. Muasib wa binti ibn ni ibn. Na huyu sasa inategemea, inawezekana kazaliwa baba mmoja mama mmoja na binti ibn, na inawezekana ni mtoto wa ammi yake. Inatoka ni mtoto wa ammi yake. Muhimu ni mtoto wa ibn. Asa huyo ibn aliyokuwa juu, je, ndo aliyotokana na huyu? Inawezekana katokana na ibn mwingine. Kwa hiyo haina matatizo. Kwa hiyo sharti ya pili. Sharti ya tatu, asikuweko musharik. Yani hawa binti ibn wasikuweko wawili. Wakikuweko wawili, badala ya kupata nusu wanapata thuluthi 2.
wanapata thuluthi mbili. Haya, kwa hiyo binti ibn atarithi kwa nusu kwa sharti tatu: asikuweko far'ul warith wa kike au wa kiume. Akikuweko wa kiume hapati kabisa, akikuweko wa kike anahama kutoka nusu anakwenda kwenye kurithi sudus. Na vile vile asikuweko muasib, asikuweko ibn au asikuweko musharik, wasikuweko wawili na kuendelea. Ukhti shakika yeye atapata nusu kwa sharti 4. Sharti ya kwanza asikuweko far'ul warith, asikuweko mtoto au mjukuu au kitukuu na kuendelea ambaye anarithi. Akikuweko lakini hana sifa ya kurithi, inaondoka. Kwa mfano akikuweko ibn, lakini ibn huyo ndiye aliyemuua marehemu, wujudihi kaadami, ndio maana tunasema asikuweko far'ul warith, far'u lakini alwarith, mwenye kurithi. Akikuweko wa kiume hapati kabisa, na hiyo itamgusa na uktul ab vile vile. Akikuweko wa kiume hapati kabisa. Akikuweko wa kike, uktu shakika atahama kurithi nusu, atarithi bitasib kwa asaba. Tunasema tunaandika au tunaandika ain. Atarithi kwa asaba. Na hii asaba inaitwa asaba gani? Hii ni asaba ma'al ghairi. Tutakuja kuiona katika mlango wa at-ta'sib, kurithi kwa ta'sib. Tumesema aina za kurithi ziko 5. Bil fardhi ndio tunaichambua leo, alafu iko bitasib tutakuja kuona mbele. Akikuweko far'ul warith wa kike anahama dada baba mmoja mama mmoja kutoka kurithi nusu anakwenda kurithi kwa asaba au kwa ta'sib. Akikuweko far'ul warith wa kiume ibn au ibn au ibn hapati kabisa ukhti shakika, dada baba mmoja. Hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, asikuweko aslu min adh-dhukur, asikuweko baba au baba na kuendelea. Na hiyo imetajwa katika Suratun Nisa aya ya 11. Katika aya ya 11. Wasikuweko, akikuweko hawa hawapati. Alafu sharti ya tatu, asikuweko muasib, asikuweko kaka yake, huyo anaitwa akhu shaqiq, kaka baba mmoja mama mmoja. Haijalishi kaka huyo huyu kaka baba mmoja mama mmoja, wao wanatokana pamoja. Kaka baba mmoja mama mmoja na maiti. Yani maiti amefariki, ameacha dada baba mmoja na pia akaacha na kaka baba mmoja. Huyu dada atahama kurithi nusu, atakwenda kurithi pamoja na kaka yake bitasib kwa asaba, kile kilichobakia ikiwa kitakuweko. Ikiwa hakuna ndo hakuna. Ametuelezea hapo mwanafunzi kabla. Katika hawa 5 kuna watu tuliwataja kabla ambao ni hawa wa kwanza wawili. Wao hawakosi kabisa, lazima watapata. Lazima, kinaweza kupungua lakini lazima watapata. Hawa walobaki wanaweza kukosa. Huyu tumeona anaweza, akikuweko ibn huyu hapati kabisa, na huyu vile vile akikuweko ibn hapati kabisa, au akikuweko baba abun huyu hapati kabisa, na huyu vile vile hapati kabisa. Haya, hii sharti ya 3. Sharti ya 4, asikuweko musharik, asikuweko dadake. Akikuweko dadake, hawa wakiwa wako wawili wanahama kurithi nusu, wanarithi athuluthaini au athulutha 2 kwenye 3, wanagawana sawa kwa sawa. Na utakuta wanaurithi 2 kwenye 3 ni hawa wote wanaurithi nusu, wakiwa idadi yao imekuwa kuanzia 2 wanapata 2 kwenye 3. Pamoja na sharti asikuweko muasib na vitu vingine. Kwa hiyo ukiwajua msingi, kujua wale wanaurithi nusu ni jambo la muhimu sana. Na ukhtul liab
dada wa baba mmoja na hivyo hivyo. Kwa hiyo sharti au dada baba mmoja mama mmoja, hali zake za kurithi ziko 4. Anaweza kapata nusu, wakiwa zaidi ya moja anapata 2 kwenye 3. Akiwa yuko pamoja na binti au far'ul warith wa kike, binti au binti ibn au binti ibn anarithi kwa asaba, lakini asaba ma'al ghairi, asaba ma'al ghairi. Na akiwa pamoja na kaka yake anarithi bitasib asaba bil ghairi, pamoja na kaka yake akhu shaqiq. Kwa hizi ndio hali 4 za ukhtu shaqiq, na tumezitaja katika halakati zilizopita. Ukhtu liab yeye ana hali tumeambiwa anarithi kwa sharti 5. Anarithi kwa sharti 5. Na sharti 5 ni zile zilizotangulia 4, lakini tunapokuwa yuko far'ul warith wa kike, akikweko kiume, akikweko ibn au ibn au ibn hapati kabisa. Akikweko wa kike atapata nini? Anapata sudus, anahama kurithi nusu, anarithi sudus. Na hizi tumesema ukizichanganya unapata 2 kwenye 3. Na akikweko aslu min adh-dhukur hapati kabisa. Baba au babu au babu na abu inategemea anakwenda juu. Akikweko hapati kabisa. Akikweko muasib hapati. Akikweko musharik musharik vile 2 kwenye 3. Akikweko zaidi ya kuanzia 2, akikweko 2 au akikweko 3, akikweko 5, 2 kwenye 3. Wanagawana sawa kwa sawa 2 kwenye 3. Akikuweko muasib akhu liab, wanarithi pamoja kwa wasab. La msingi ni kujua wakikuweko mabinti 2 au far'ul warith wa kike 2, wanachukua thuluthi 2. Kwa mfano kuna binti 2 kwenye masala, alafu tunana ukhtu liab hawapati kabisa. Na pia binti ibn nao vile ukhtu shaqiqa vile anazuiliwa na mabinti kuanzia 2 na kuendelea. Kwa hiyo tuna sharti 5. Kwa hiyo hawa ndio ashabu nisf. Ngoja tuweke mfano. Amekufa mtu, ameacha mke, ameacha mtoto wa kike, ameacha na dada, baba na mama. Alafu ameacha na ami. Haya, masala ikija namna hivi, amefariki mtu, ameacha binti 1, alafu ameacha na ukhtu shaqiqa, dada baba 1 mama 1, alafu ameacha na ami. Mtoto wa kike atastahili apate ngapi? Apate nusu ya mali. Na dada atapata nini? Dada atapata
baba moja mama moja, huyu atapata asaba, lakini asaba gani? Asaba ma'al ghair. Na ammi atafanya nini? Ammi atakosa, kwa sababu asaba ya dada ni ina nguvu zaidi kuliko asaba. Sawa sawa. Haya, ikiwa kaacha mtoto wa kiume, mtoto wa kiume atapata nini? Mtoto wa kiume atakuwa asaba, atamzuia ammi asipate, na vile vile na dada tunakumbuka, ili yeye apate asikuweko falul warith yote. Akikuweko wa kike anapata asaba ma'al ghairi, akikuweko wa kiume hapati kabisa. Kaacha mabinti wawili, mtoto wa kike lakini wawili, alafu kaacha na dada baba mmoja mama mmoja, kaacha na dada baba mmoja, itakuwaje? Watoto wa kike kwa kuwa wako zaidi ya mmoja watapata ngapi? Watagawana 2/3 sawa kwa sawa, na dada baba mmoja atafanya nini? Atakosa. Itabakia kuna fungu limebaki moja kwenye ngapi? Kwenye 3. Hiyo itakuja mambo ya arad sasa. Kama kuna ammi atachukua hilo fungu lililobaki. Haya, ikiwa kaacha mtoto wa kike, kaacha mume, alafu kaacha mtoto wa kike, alafu kaacha na dada baba mmoja, alafu kaacha na kaka baba mmoja. Mume atapata ngapi? Mume angepata nusu, ingekuwa hakuna far'ul warith, hakuna mtoto au mjukuu au kitukuu. Lakini mtoto yupo, kwa hiyo mume hapati tena nusu, badala yake anapunguziwa, anapata robo. Alafu tuna mtoto wa kike. Mtoto wa kike anapata nusu ya mali aliyoacha mama yake. Dada baba mmoja mama mmoja. Ingelikuwa hakuna huyu kaka baba mmoja mama mmoja, dada angepata nini? Angepata sudus pamoja na nane, pamoja na binti, wanakamilisha thuluthi. Lakini kwa kuwa yuko muasibu wake, hawa wote wawili wanashirikiana kurithi nini? Asaba gani? Asaba bil ghairi. Hapo tutakuja kuiona. Kwa hiyo zote tunakuta zinachanganyika. Huyu anastahili apate nini, akiweko huyu inapungua, inazidi. Na ingelikuwa kuna mtoto wa kiume, hawa hawapati, anarithi yeye kinachobakia. Kwa hiyo masala zinagawika namna hii. Tutakuja kuziona tukianza kufuta masala kwa ukamilifu. Nafikiri tukomee hapo, na tuangalie sasa wale wanaostahili kurithi robo katika halaka inayofuata. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.